Kwa napendeza kidogo kaka. Mamake. Anauzaga udogo. Yupi? Huyu hapa. Kwa jamaa nyingine anipe. Emno. Oya. Ni kama wamile. Bana, video hii imekuwa ikisambaa sana katika mitandao ya kijamii ikiwa inamuonyesha Ibra alivyokuwa amefurahi baada ya kutoka Basata, na watu wameweza basi kusema kwamba Ibra wa Konde Gang anaweza kuonekana kwamba amechangamka kiasi kikubwa sana. Mitandao inaweza kusema, watu wengi mitandaoni wanasema kwamba ana furaha kuweza kumshinda Harmonize kwa kesi ya madai ya bilioni 1 mbele ya Basata. Huu unaweza kuwa ni mchango mkubwa sana ambao unamfanya hata Ibra katika siku hizi za karibuni basi kuonekana ni mtu ambaye ana furaha sana. Sasa huu ni uhuru wa kisanaa ambao maisha yake mapya anaenda basi kuanza muda si mrefu sana, kwa sababu ameanza kujiamini kupita kiasi, na hali ya furaha alionayo kwa sasa hivi machoni mwake vinaashiria kwamba ni mwamko mpya katika maisha yake mapya ya kisanii. Akiwa kwa sasa ni msanii ambaye yuko huru na anaonekana kwamba ameweza kujinasua kutoka kwenye mipaka ya kimkataba ambayo pengine ilikuwa imeweza kumzuia kujiendeleza na uhuru wake binafsi. Hii ni ishara kwamba ana alama kubwa sana ya uhuru wa ubunifu, lakini pia ana alama kubwa sana ambayo Watanzania kwa hivi sasa wameweza kumwekea machoni mwao. Sababu ni minyororo mikubwa sana ambayo ameibeba katika mabega yake. Ana haki ya kuanza kupambana kwa kasi sana, lakini furaha yake imeweza kushinda kesi ya Harmonize. Hii sio heshima tu, bali Ibra kuonekana akiwa katika hali ya furaha kumeweza kuibua hisia tofauti katika mitandao ya kijamii. Wengine wanaweza wakawa wanasema kwamba wametafsiri hali hiyo kuwa ni sherehe ya kimya baada ya kushinda kesi hiyo. Yaani amemshinda Harmonize na hajamuomba msamaha mpaka kwa muda huu. Kesi hii ambayo imeweza kuhusisha madai ya bilioni 1 katika nyanja nzima za burudani, na watu wengi walikuwa wanaiongelea jambo hili, ila yeye ndio aliyelianzisha jambo hili katika mitandao ya Instagram. Yani ikiwa na maana kwamba Bongo Flava nzima iliweza kwa pia kufurahia ushindi wake, na unaweza ukaona kabisa kwamba ni wasanii wengi sana ambao walikuwa upande wa Ibra, mfano kama Billnass, Jinako Warawara na Maua Sama na wasanii wengine wengi. Huu mfumo ambao Ibra ameweza basi kuonyesha kwamba amefurahi, hata DJ LB alikuwa naye karibu, ina maana kwamba yawezekana watu ambao wamemchukua Ibra basi kwa hivi sasa basi wameanza kumtumia katika misingi ambayo ni ya kumkutanisha na madiji mbalimbali, lakini pia na watu mashuhuri mbalimbali kwa lengo la kuanza kupushi muziki wake kwa namna nyingine tena tofauti na ile ambayo ilikuwa pale Konde Gang. Sauti za wasanii wanaotaka uhuru wa kutoka kwenye lebo zimekuwa nyingi. Tumeanza kusikia kwamba hata Kings Music nao wameweza basi kutoka katika lebo hiyo, na hii imeweza basi kufanya kwamba Ibra baada ya kushinda kesi hiyo na kuonekana kwamba yuko huru na mwenye furaha baada ya Harmonize kumtangaza katika ukurasa wake wa Instagram, basi hiyo ni nembo ya mabadiliko makubwa sana ambapo naweza nikasema kwa hivi sasa tasnia nzima ya muziki wa Tanzania na wasanii wengine wengi walioko chini ya lebo mbalimbali wanaona kwamba lebo sasa hivi zimekuwa kama vile zinaathiri muziki wao na sio kwamba zinawasaidia kuweza kufikia malengo yao. Wengi wao wameamua kuchomoka huko. Ibra sasa anaweza kufanya kazi na mfano na wasanii wengine wengi. Ni mfano wa wasanii ambao wako naweza kusema kwamba ni wasanii ambao wako wanajitegemea wenyewe kwa hivi sasa. Mapambano yake ni ya kupata haki zile ambazo walikuwa hawazipati kupitia wakiwepo chini ya lebo, ila kwa sasa hivi sijui kama anazipata bado, kwa sababu hata hivyo alikuwa ana complain kwamba alikuwepo wapati uhuru wa kufanya show zake zile za milioni 8 ambazo baadhi ya watu wamekuwa wakihitaji aende kufanya, lakini Konde Gang wamekuwa wakizuia. Je, thamani yake katika jamii itakuwa kwaje? Thamani yake katika jamii itaenda kushuka pia. Sasa hivi nguvu ya mitandao katika ujenzi wa taswira mpya naweza ngasema kwamba imekuja katika hali ya tofauti kabisa. Nguvu hii imekuja baada ya yeye hapo kuweza kushare matatizo yake katika mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii imekuwa ni mchango mkubwa sana. Waweza kusambaza video na maudhui mbalimbali ya Ibra mpaka nyimbo yake ambayo basi ilikuwa ni ya copy and paste imeweza kumfikia pia Diamond Platnumz, ambako pamoja na kwamba Ibra alikuwa amechangisha fedha mpaka kwa hivi sasa Harmonize ameweza kuweka kwamba hapana, Ibra atolipa pesa yoyote, ni mwachie aende huru na anaweza kujitegemea kuanzia hivi sasa. Inawezekana kwamba pesa zote ambazo Ibra alikuwa ametumiwa na mashabiki, basi anaenda kuanza nazo maisha yake mapya. Ni muonekano mpya ambao anatumia lugha ambayo ni body language, naweza nikasema hivyo. Taswira yake ni ujenzi mpya ni ambao umeweza kuonekana kabisa wazi. Hii ni body language. Hii furaha ambayo anaonekana nayo basi ni furaha ambayo
watu hata wameweza kuitafsiri wao wenyewe kwamba inawezekana hii ni athari ya kile ambacho ameweza kukishinda kule Basata, na baada ya kushinda ndo ameanza kuonekana kwamba ni mtu ambaye ana furaha na challenges zikaanza kufanyika na DJ Alibi, na sasa hivi basi hii ni athari kubwa sana kwa Konde Gang. Video ya Ibra inaweza pia kutazamwa kuwa ni barua kubwa kwamba kwa Konde Gang kwamba nimeweza kuwashinda, na rasmi sasa Harmonize wa Konde Gang ameweza kuwa ni mmoja kati ya msanii ambaye yupo chini ya lebo akiwa yeye kama yeye, kwamba licha ya kwamba walianza kumtengeneza Ibra na kumfikisha katika level fulani, kwa hivi sasa basi wameweza kuachana katika hali ambayo Ibra alitengeneza misingi ambayo si mizuri na Harmonize ameamua kuiachia hiyo misingi na kusema kwamba okay, sawa, acha niseme kwamba nimepoteza pesa zangu zote, wewe nenda. Kwa hiyo inawezekana kwamba kuna watu ambao walijaribu kumshawishi Harmonize na mwisho wa siku Harmonize akaamua basi kusimamia jambo hili, akasema kwamba okay, nenda, kwa sababu watu wengi wameanza kuuliza inakuwa kwaje, mbona Harmonize ameamua kufanya jambo hili katika misingi ambayo hatukitegemea, kwa sababu alikuwa ashaanza kumngangania kwamba you have to pay the label, na akamchangia pia pesa ambazo zilikuwa zinahitajika katika kipindi hichi. Watu wengi katika jamii, Ibra nafasi yake inaweza ikawa kama vile na mihimili miwili, yani inaweza ikashuka au ikapanda. Nadhani ninasema hivyo kwa sababu kwanza kabisa huko anapokwenda mashabiki wengi hajajua kama ataenda kuwapata au la, sababu muziki mzuri pamoja na sanaa aliyokuwa anaitengeneza ilikuwa inaonekana kabisa, lakini na alikuwa chini ya kivuli cha msanii mkubwa. Je, vipi huko anapokwenda kuna msanii mkubwa? Je, pesa ambayo itaenda kuwekwa mkononi, je Ibra ataweza kutengeneza muziki ambao utakuwa kama ule ambao ulikuwa unafanyika pale Konde Gang? Kuna maswali mengi ambayo anapaswa aende kujiuliza sana, kwa sababu kutoka katika lebo kubwa kama ya Konde Gang ambayo lebo ambayo ilikuwa ina compete na lebo ya WCB, basi kuna maswali mengi ambayo msanii anapaswa kujiuliza ili basi aweze kutengeneza chapa yake, ina maana kama brand yake ikawa kubwa na tofauti kabisa na watu wengine. Je, sasa hivi Ibra atapata vipi zile show ambazo alikuwa anasema kwamba alikuwa ananyimwa, na ingawa alikuwa chini ya lebo kubwa? Je, kuna lebo ambayo inataka kuanzishwa nje ya Konde Gang, Kings Music pamoja na WCB? Je, kama hiyo lebo ipo, nani ambaye ataisimamia lebo hiyo? Na lebo hiyo nani ambaye anaweka mpunga kwa ajili ya wasanii hao? Je, kimkakati wamejipanga vipi? Kwa sababu kuna mambo mengi sana katika sanaa kiasi cha kwamba ni vigumu kwa mtu ambaye hana experience ya muziki kuweza basi kufanikiwa katika muziki huu ambao sasa hivi unabadilika siku hadi siku. Na wasanii wengi ambao wamekuwa katika management na lebo mbalimbali wamekuwa wakionyesha zile jitihada au wakionyesha uchungu wa kutaka na wao kujitegemea wao kama wao, tofauti na kipindi cha nyuma walikuwa wanakimbilia lebo na hizo lebo zikawa zinawapokea na kupokea kwao. Mwisho wa siku muda wa kuachana kutoka katika lebo basi umekuwa ni muda ambao ni mbaya sana. Bana, hii ni hatua mpya sawa, lakini video hii imeweza basi kumfanya hata Harmonize nafikiri huko alipo kuona kwamba ni ishara kwamba Ibra kile ambacho alikuwa anakifanya kimemfanya basi yeye mwenyewe kujiona kwamba ni mwamba wa kimataifa, ni mwamba ambaye hata katika siku za usoni anaweza kaja kusimama mbele za watu na kusema kwamba Harmonize alifanya hivi na hivi na hivi. Lakini Harmonize ameamua kuona kwamba lile jambo ambalo alikuwa anataka kulifanya kwa ajili ya msanii wake Ibra, yani alipe lebo, basi ameamua kuliachilia, na mwisho wa siku amefanya haya mambo yasije kaja kujitokea kama yale ambayo mpaka katika siku hii ya leo amekuwa akimlalamikia Diamond Platnumz kwa kumdai milioni 600. Mimi naweza ngasema kwamba video ya Ibra akiwa na furaha baada ya kuondoka Konde Gang na kumshinda Harmonize kwenye kesi ya madai ya bilioni 1 ni tangazo la uhuru na ushindi wa mwanzo mpya, lakini pia linaweza kawa linamjenga msanii aje kuwa ni mmoja kati ya msanii ambaye atalumbana sana na Harmonize katika njia ambayo ni kubwa sana 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 sana. Hii ni taswira ambayo tutegemea katika siku za usoni kwamba kutakuwa kuna malumbano ya hapa na pale kupitia msanii huyu kutoka katika lebo ya Konde Gang. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News na ndio iliyojiri katika mitandao ya kijamii. Dondosha comment yako hapo chini kuhusiana na jambo hili. Je, unalifikiriaje jambo hili Ibra kutoka katika lebo hii ya Konde Gang? Je, kuna kipi ambacho kinaweza kaja kutokea au la? Bye bye for now.